zitakuwa bayana siri. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baada ya basmala na hamdala na salatu ala rasulillah, nitoe pongezi kwa viongozi wa kata kwa kufanikisha uchaguzi katika kata zenu, lakini kusimamia chaguzi katika misikiti yenu, kwa sababu misikiti kata ndiyo mizizi ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA linapoanzia huko. Ama huku kuja juu, haya ni matawi na majani, lakini mizizi inaanzia ngazi ya msikiti, kisha inakwenda ngazi ya kata, na hata leo tumeona semina elekezi iliyoandaliwa ya mfumo wa uongozi na utawala bora iliyoandaliwa na Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA ngazi ya wilaya Dodoma jiji. Na kupongezeni sana kwa hilo, na kupongezeni sana viongozi mliopita katika uchaguzi na ambao kura zenu zimetosha insha Allah biidhnillah. Fi sanati alqadima watakuwa min almuflihin wa min majanna min almuflihin. Nikushukuruni kwa hilo, lakini niwashukuru na niwapongeze BAKWATA wilaya mara tu baada ya uchaguzi kuwapa vitendea kazi. Manake semina ni kupewa kitendea kazi ambacho kitakuwezesha huko unakoelekea katika kazi zako, na hata baadaye ukiambiwa bwana, wewe hujafanya kitu kadhaa, umekiuka katiba, huo unaelewa kwamba umekiuka katiba makusudi, kwa sababu tayari miko ya baraza ulikwishaelezwa, semina elekezi zilikwisha fanyika. Kwa hiyo hata ukija kuadhibiwa, unaadhibiwa pale ambapo adhabu inastahiki, kama alivyosema Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an, wama kunna muadhibina hatta nab'atha rasula. Hatuwezi tukawadhibu watu wakiwa hawajui jambo mpaka tuwapelekee mwalimu, mjumbe, mtume wa kuwafahamisha hii ni halali na hii ni haramu, wajue kwamba la halali lifanywe, la haramu liachwe. Kwa hiyo nakushukuruni sana viongozi wa wilaya, na nyinyi tuniseme, Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya uchaguzi tu waita viongozi na kuanza mikakati ya kwenda kufanya kazi. Huo ni umahiri na huo ndio utawala bora. Mwenyezi Mungu akubarikini sana. Naamini nyinyi kama wilaya mtakuwa media, vyombo vya habari, na hata nyinyi wenyewe pia ni wanahabari ambao mtazifikisha sehemu mbalimbali kwa wenzenu wana baraza Dodoma, lakini kwa wilaya zingine ambazo ziko nje ya jiji. Hapa tuna Kondoa, tuna Mpwapwa, tuna Bahi, tuna Chamwino, tuna Chemba, tuna Kongwa wa Halumajara. Kwa hiyo kama hawatozipata hizi habari kwenu nyinyi, basi watazipata kupitia media, na wenyewe watajua, la kumbe baada ya uchaguzi sio tusubiri mkutano mkuu, kwa maana tunatakiwa mikutano mikuu ya wilaya kwanza ianze na ipeane semina elekezi. Na walilahi alhamdulillah, nimeona sura mpya nyingi za kheri. Mwana mzee wangu hapa katia kilemba chake, mzee wa hekima na busara kabisa, lakini mzee Mtosa namuona hapa, alhamdulillah yuko makini kabisa, anafuatilia kila nukta, na naamini kashiba yale yaliyotangulizwa na wakurugenzi wa dawa hapa,
amechukua na au sio mzee wangu kabisa kabisa. Lakini wazee wazima wanasema kwamba ngoma ya vijana haikeshi. Kwa hiyo kuwa na watu wazima kama hawa, basi na mimi gurudumu letu la baraza tutalipeleka salama na amani. Sina maneno mengi zaidi ya haya niliyozungumza, lakini kama tulivyotangulia kunaona kule ndani kwamba watu wa wilaya wamekuwa na jambo la kheri, huenda kwa nini? Kwa hiyo kheri tumepata. Tunaye mgeni wetu, tena mgeni mahshumun, mgeni wanasema Waswahili njoo mwenyeji apone. Sheikh Abdinur bin Abdallah, mtu mkubwa katika watu wakubwa, katika watu wenye baraka na nafahati. Kwa hiyo leo hapa, kwa kila ambaye mmoja atatazama tu uso wake, basi inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamtilia nuru ya baraka. Baki kusikiliza maneno yake, lakini pia vile vile kupata dua zake. Fadhilat Sheikh Abdinur, wallahi tasharrafna bihudurik wa athlajta qulubana wa ma lana illa an nashkura Allah azza wa jalla liqudumika ilayna wal hudur بهذه الجلسة العلمية الدورة التدريبية. ونحن إذ نقول لك ونقول لكم مرحبا بكم وأهلا وسهلا، أهللتم أهلا ونزلتم سهلا، وهذا البلد بلدكم وأنتم أهل الله. نرحب بكم أهلا وسهلا، تفضلوا مشكورين ومأجورين بإلقاء المحاضرة القيمة أمامنا، ونحن إذ نستفيد منكم بهذه الجلسة وهذه الفترة. تفضل، مرحبا.